Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti zinaeleza kwamba Urusi imesababisha anguko kwa nchi nyingi za kimagharibi. Anguko hili limegusa katika maeneo mengi. Kwanza ni katika siasa. Mataifa mengi yameanguka kisiasa, lakini pia kiuchumi na hata kijamii. Urusi imelazimisha magharibi kukabiliana na kupungua kwake, huku kizuizi cha uhakikisho wa uharibifu wa pande zote kati ya Urusi na Marekani bado kikiwa sawa. Siasa za ulimwengu zinaingia katika hatua mpya ya kawaida. Kwa mara ya kwanza baada ya miongo kadhaa, hakuna sheria moja ya kuweka kituo kwa wote. Jambo la zamani la wingi zaidi na linaloweza kutabirika linajitokeza, ni kurejea kwa hali ya asili ya mambo ya kimataifa. Kumekuwa na athari kubwa ambazo zimetokana na mataifa ya magharibi kuamua kupambana na Urusi, hasa kutokana na mzozo unaoendelea nchini Ukraine. Historia imeweka wazi baada ya vita vya pili vya dunia, ambapo kulitokea vita baridi kati ya mataifa magharibi dhidi ya Umoja wa Usovieti ambao ndio Urusi ya leo. Kumekuwa na athari nyingi zilizotokana na vita baridi, lakini hata katika kipindi cha hivi karibuni, hasa kuanzia miaka 2014, kumekuwa na athari zilizoyakumba mataifa mengi ya Ulaya. Mojawapo ya athari zilizojadiliwa zaidi ni kudorora kwa utaratibu wa uchumi huria ambao ulitawala mwishoni mwa karne ya 20 na mmomonyoko wa uwezo wa magharibi wa kusimamia siasa za kimataifa kwa ufanisi. Umoja wa Ulaya unatoa mfano halisi wa mabadiliko haya, ingawa hata Marekani licha ya uwezo wake haina ujasiri kuliko ilivyokuwa miaka 20 iliyopita. Wakati huo huo, mataifa mengine yamekuwa huru zaidi. Urusi hasa ya Rais Vladimir Putin imekuja kufanya mageuzi makubwa katika Ulaya. Urusi ambayo ilikuwa kama ngome ya Umoja wa Usovieti ilikuja kuharibiwa mwishoni mwa miaka 1990. Ni Urusi ambayo baada ya ujio wa Vladimir Putin, mambo mengi katika bara la Ulaya ilianza kubadilika. Kwanza ni baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kuamua kutumia nguvu yake ya kijeshi, lakini pia kutumia ujasusi wake, kwa sababu ikumbukwe Vladimir Putin ni mmoja kati ya majasusi wa kale wa KGB wakati wa Umoja wa Usovieti. Na hivyo akaamua kuanza na eneo la Crimea, ambapo mataifa magharibi yakaamua kuingilia kati, jambo ambalo kwa kutumia uzoefu wake wa kijeshi na kutumia diplomasia na mbinu tofauti tofauti, Vladimir Putin alishinda na hatimaye kuanguka kwa nchi za kimagharibi. Urusi imekuwa na jukumu lake tofauti katika mabadiliko, na kwa uwezo mkubwa wa kijeshi na uchumi uliokuwa nao, lakini pia na diplomasia iliyokuwepo nchini Urusi, Moscow inachangia katika kuleta demokrasia ya siasa za ulimwengu kwa kuwepo tu kama nguzo huru ya mamlaka. Kukaidi kwa tawala za kimagharibi kumelazimisha kufikiria upya mkakati wa Marekani yenyewe, hasa baada ya kushindwa kwa jaribio la Washington la kuitenga na kuishinda kimkakati Urusi. India imekuwa ni nguzo ya tatu ya ulimwengu usiokuwa wa magharibi, pia imechagua njia yake. India imeamua kwa dhati kuitumia Urusi na kushirikiana nayo katika maeneo mengi, licha ya kwamba inashirikiana na nchi za kimagharibi kuendeleza maendeleo ya taifa lake, lakini inasalia kuwa huru linapokuja suala la maslahi yake ya kimsingi, hasa ahadi ya ukuaji wa kasi kwa wakazi wake. Lakini kwa nini Ulaya na magharibi inahitaji Urusi? Hata hivyo, kutokana na yote hayo, nchi za magharibi ziliamua kuitenga Urusi, lakini bado Urusi inahitajika mno kwa nchi hizo za kimagharibi. Utaratibu wa kuififisha Urusi umeshindikana, lakini pia siasa za kimataifa za kuitenga Urusi zimeshindikana. Mataifa mengi ya ulimwengu, hasa nchi za Ulaya, zilitengeneza ushawishi wa namna ya kuitenga Urusi ulimwenguni, lakini Urusi ndio kwanza imekuwa na ushawishi na imekuwa ikikubaliwa na mataifa mengi ulimwenguni. Katika bara la Afrika, mataifa mengi yamekuwa na uhusiano na Urusi kutokana na kile ambacho kinatajwa kwamba Urusi haikuwa na unyonyaji hata baada ya kumalizika kwa ukoloni. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov, hata wakati wa kipindi cha vita kati ya Urusi na Ukraine, alitembea katika mataifa mengi ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na mataifa barani Afrika, katika mataifa ya Amerika ya Kusini, lakini pia na mataifa mengine ya ulimwengu, hasa katika bara la Asia na hata katika baadhi ya mataifa ya Ulaya, akihimiza ushirikiano na taifa lake la Urusi wakati wa vita, baada ya mataifa mengi kutangaza juu ya kuitenga nchi hiyo. Urusi imefanikiwa kwa kiasi kikubwa, lakini mataifa ya Ulaya yameanguka
kwa kiasi kikubwa. Tawala katika mataifa hayo kisiasa ni kwamba zimeyumba. Mataifa mengi yamefanya chaguzi juu ya viongozi wao kutokana na namna walivyotumia nguvu kubwa kupambana na Urusi. Mashindano ya ndani bado yanazidi, lakini mataifa hayo yangali yanaingia katika migogoro kila kukicha. Nchini Ujerumani viongozi walibadilishwa, lakini huko Ufaransa hali bado ni tete, lakini Uingereza nako hakutoshi. Marekani kwenyewe, rais wa Marekani aliyopo madarakani wakati huu haoni njia ya kuweza kupambana na Urusi kuwa ndio njia sahihi ya kuishinda Urusi. Zaidi anahitaji mazungumzo. Tayari ameshafanya mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin huko Alaska. Na moja kati ya makubaliano yao ni pamoja na ushirika zaidi kuliko utengano. Uchina ambayo imesimama na Urusi wakati wote, nayo pia imeingizwa katika matatizo na nchi za Magharibi pamoja na Marekani. Mataifa hayo ya Magharibi pamoja na Marekani yanaiona China kama taifa ambalo linakuza uchumi wa Urusi kwa njia tofauti tofauti, lakini hasa kupitia ununuzi wa mafuta pamoja na gesi. Walitamani China iachane na mpango wa kununua mafuta, lakini bado wanajitazama katika kioo na kuona kwamba na wenyewe wanahitaji bidhaa hizo. Licha ya kushambulia bomba la Nord Stream bado limesababisha kuyumba kwa uchumi nchini Ujerumani na mataifa mengi. Sasa wanaona hakuna namna isipokuwa waweze kuweka vikwazo vizito, licha ya kwamba vikwazo hivyo havileti matunda. Ndio sababu ya rais wa Marekani Donald Trump kuyaambia mataifa ya Ulaya kwamba kuweka vikwazo dhidi ya Urusi hakusaidii lolote. Vikwazo ambavyo vitambulia patupu kama ambavyo viliwekwa tangu kuanza kwa vita mwaka 2022. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni ripoti iliyokuwa ikieleza jinsi Urusi ilivyosababisha mataifa ya Magharibi kuanguka kiuchumi, kisiasa na hata kijamii pamoja na kidiplomasia. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri dunia.